jina ni Mjukuu, mtoto wa mama, rais wa bunge la mwananchi. Hatuwezi kuwa ati Mkamba akipigiwa lami ati serikali ni mbaya, Mjaluo akiwekewa lami serikali ni mbaya, Mluhya akiwekewa stima my friend. Na hii nataka kuambia kijana mdogo hapa, naona anapimana ndovu Kokonia. Sifuna sijui Watenya sijui Wateso Sifuna my friend. Kenya Tuli anaona hata upande minara hautawaiona. 2013 nilikuwa mkubwa, nilikuwa kitambulisho yenye kama Jeremiah Kioni hakumpigia mtoto wenu Mudavadi kura kama deputy wake. So wewe ni nani? Ndugu yangu, tuache kudanganyana. Kuna watu wako hapa wanataka kutumia Mluhya, wanataka kutumia Mukisi, wanataka kutumia Mkamba, wanataka kutumia jamii ya Somalia, wanataka kutumia Wajaluo kwa benefit zao. My friend, mtatumia Sifuna na natembea na hii na narudia. Hakuna mahali natembea atapeleka Mluhya. I will not apologize. Wajini kudanganya my friend. Wale ni wafanya kazi. Natembea ni mfanya kazi ya Uhuru Kenyatta. Kabisa. Sifuna ni mfanya kazi ya Uhuru Kenyatta. Okay. Then uko hapa unaniambia naona mingine hapa karibu juzi akufe. Baada ananitajia kwa video yake. Ananiambia usijui Mjukuu. My friend. Na aligongwa na gari. Wachini mambo ya fala. Ni juzi ulikuwa unalia hapa, sijui nimetekelea kazi, ungempigia ukava na kusaidie. Si alikuweka kwa mataa, umebebwa kama gunia ukapelekwa hospitali, ukakaa hapo kwa hospitali, pia ukarudi tena, Mjukuu nisaidie. My friend, wewe waje kupima mimi bangi my friend. Mimi rekodi yangu yote ukinisaidia niko nayo kwa simu yangu. Kabisa. Ukitaja na kuwekea alinisaidia hapa my friend. Wewe anakulipia nyumba na ujinga my friend. Mimi hakuna mwanasiasa nilipia nyumba Nairobi. Si Mjukuu alikulipia nyumba? Ndugu yangu, sisi tunataka kufanya siasa ya maendeleo. Hakuna mahali natembea, narudia. Sasa mnasikia kiwika, hawezi wika. Alishanunuliwa amewekwa ndani. Sasa wakamanage kununua nani? Matiang'i. Wakapata Wakisini wajanja zaidi. Kabisa. Hakuna mtu mjanja kama Mkisii. Walipochukua Matiang'i Wakisii wakarudi kwa Simbarati. Kwa sababu walikuwa wanataka kutumia Wakisii kama ngazi. Wakisii si wajinga. Uhuru Kenyatta, Pauline Njoroge, Wakisii si wajinga. Mkichukua Matiang'i mmechukua Matiang'i peke yake na Morara Kibaso. Na bibi yake. Morara Kibaso hana kura yoyote. My friend, si watu wametumia Morara Kibaso akaipost rais. Rais afanyi, saa hii ameingia kwa Jubilee. Nini amepeleka kwa Jubilee? Nothing. So ukichukua Morara Kibaso na Matiang'i umechukua Wakisii wangapi? Wawili. Watatu umechukua seneta wa Kisii Onyonga, hao Wakisii wangapi? Watatu. Wakisii wanne ukachukua Kibagendi, hao Wakisii wagani? Wanne. My friend, Kisii County tuko na kijana ambaye anafanya kazi. Kabisa. Kijana meupe kama mzungu. Kijana meupe. Bana, huwezi compare Shahidi Janda na Matiang'i. Kabisa. Huwezi compare Shahidi Janda na unaitwa sijui Kibagendi. Enda constituency yake, nuende compare na constituency ya Kibagendi. Matope. Singapore. Shahidi Janda sahi. Zaidi Janda ukienda constituency yake, my friend, imenyoroshwa. Singapore. Lami iko, shule zimejengwa, maji iko, kwa sababu anafanya kazi na nini? Na serikali. Ben unakuambia Matiang'i alikuwa minister miaka 10, miaka 8. Alifanya nini? Amepeleka nini Kisii? Amepeleka nini Nyamira? Hata miwa peke yake hakuipa kupanda. Acheni bwana. Waacheni kupiba izita bangi. Yule kiongozi, na hii nataka kusema, Wakisii nyinyi ni watu ambao wako intelligent sana. Kabisa. Mlikuwa mna Ruto, Osoro amekuwa na Ruto. Hajawahi waje Miriam Ruto. Enda kwa constituency Osoro. Ametengeneza. Angalia vile Osoro amechapa kazi. Then mnakuja kusema sijui sisi my friend. Enda hapa nini? Hapa kwa Mheshimiwa Kimani Chungwa. Amerarua. Enda kwa Mheshimiwa Kimani Chungwa. Wametukana Kimani Chungwa, wamemuita sijui ni bibi ya nani, wakamuita njira mbovu. Leo hii ukienda katika kwenye maibunge ya Kimani Chungwa, utapata ya kwamba ni Singapore. Kabisa. Kimani Chungwa amevumilia, anaitwa jina mbaya na jamii yake. But alikuwa anataka kujenga constituency yake. Kikuyu constituency. Na hii nataka kuambia Mheshimiwa William Ruto, ukirudisha mkono, angalia Kimani Chungwa amelemekea. Kabisa. Kimani Chungwa amesimama na ujasiri kwa serikali yako. Na amefanya kazi, akafanyia kazi watu wa Kikuyu constituency. Kabisa. Ukienda kwa Mheshimiwa Osoro pia amesimama na jamii yake. Hakuweka ubaguzi,
akapigania Wakisii, sasa Wakisii wanaona uzuri wa serikali. Enda kwa mheshimiwa Zaid Janda. Zaid Janda pia amesimama kidete na William Ruto na akasimama kidete na jamii yake Wakisii. Then wewe uko hapo unatupigia kipindi ati sisi wa kabila. Hatuwezi brainwashiwa na Gachagua na Uhuru Kenyatta. Kabisa. Hatuwezi brainwashiwa kwa sababu mambo ya kuibia Mkenya kila mwaka kila rudi. William Ruto amekuja from nowhere, ameanza kuweka Kenya kwa line. Uhuru aliona na pesa. Wacha kudanganya kila ndugu yangu. Kila kabila inafaidika chini uongozi wa William Ruto. Therefore, we as young people, we as millennials, we as Gen Z, we as Kenyan, we are beyond Daktari William Samoei Ruto. Hapa tutoki pa ndugu yangu. Kwa sababu kazi yenye Ruto anafanya. Therefore, mheshimiwa Ruto, ukienda pia kweli Rift Valley, shikilia huyo kijana wako mdogo Sonko wa Kericho. Kabisa. Mheshimiwa Nelson Koech, jamaa ambaye anachapa kazi ya William Ruto na roho yake moja. Singapore. Nelson Koech nasimama na serikali hii kwa kidete. Abagui. The first time tumeona ya kwamba polisi kichukuliwa akina Nelson Koech wamepeana equally. Hakuna kubaguliwa. Hakuna kunungunika. Kwa sababu gani? Akina Nelson Koech wanataka Kenya ikuwe sawa, Kenya zote. Si pande zote ndio inaegemea ati sisi ni ulio wengi. Kabisa. Tunataka Kenya sawa, na ndio maana nasema EXL Ruto shikilia Nelson Koech, Sonko wa Kericho. Ili tuchape kazi kwa manufaa ya taifa la Kenya. Si kwa manufaa Mjaluo, si kwa manufaa mimi Kikuyu, si kwa manufaa mimi Mluya. Kenya mahali ambayo ilisauliwa ifanyiwe kazi, maendeleo equally. Tunataka Kenya sawa, Kenya moja, Kenya ambayo iko na upendo. So wewe mkabila unataka kukaa, my friend, 2027 itakuwa ndogo kwenu. Rudi Ethiopia. 2027 itakuwa ndogo kwenu. Kabisa. Tutasimama na Dr. William Ruto. Tutasimama na serikali ya Kenya kwanza. Tutasimama na uongozi ambao anajali maskini kama ya mheshimiwa William Ruto. Kitambo hii pesa ambayo unaona Nyota Fund ilikuwa naenda wapi? Mlima Kenya. Uhuru alikuwa nakula. Hii pesa ya kupeana kwa hizo ambayo inapeana kwa sako sijui nini ilikuwepo, lakini ya msingani haikuwa napata. Ruto amesunguka naye 47 county. Ruto ni mbaya. Ruto si mjinga ndugu zangu. Lazima tusimame na serikali. Wao walikuwa wanachukua pesa wanaweka kwa benki yao Equity ili watuibie. Wachini ufala ndugu zangu. Lazima kila Mkenya pate haki yake katika taifa la Kenya. Hakuna yule mkubwa, hakuna yule mdogo. Ruto ameweka kila mtu sawa. Ndio kila mtu ikuwe sawa. Hii mambo yenu sasa dogo dogo kabila hiyo tutaki na tutakubali. Ya mwisho, nataka kuambia Mkamba, Kalonzo amewaibia kutosha. Kalonzo ana track record ya maendeleo. Jela peke yake. Kenye Kalonzo ako nayo yenye ndugu yake amesema ya kwamba kujenga jela. Hiyo ndio track record yenye uko nayo. Na uoga. Wakamba wakati imefika, kuna chama ya ndugu yenu, kuna chama ya kijana yenu, kijana ambako ni jasiri, kijana ambaye anasikika Kenya mzima, kila pembe na ulimwengu mzima. Mike Mbuvi Sonko. Kabisa. National Economic Development Party. Kijana mdogo. Chama ambaye ina ubaguzi. Ukiangalia ile mkutano Sonko afanyi na wakabila yake Wakamba. Ukiangalia mkutano ambao Kalonzo anafanya na Wakamba. Kuambua huyu mbunge sijui anaitwa Mawadhe. Pande hii unapata useneta ya Kitui ama ya wapi? Huyu seneta ya Machako ya nini? Ya Makueni, Dan Mwanzo. Ati wao ni Wiper. Utakuwa chama ya jamii moja. Ukiangalia Kalonzo kuambua. Pande hii mwingine Dan Mwanzo. Pande hii mwingine Mawadhe. Ati ni chama. Kwani hii Wiper ni chama ya kabila moja? Chama ni hii moja. National Economic Development Party. Na hiyo ndio chama iko na lengo na Wakamba. Na hiyo ndio chama iko na lengo na Wakenya. Na hiyo ndio chama iko na lengo na vijana. Kabisa. Therefore 2027 Kalonzo aenda cheze mbali. Kabisa, cheze kwa yake. Mkamba, kama mnataka uongozi bora, tafuta Sonko. Mike Mbuvi Sonko. Hapo sasa. National Economic Development Party. Hiyo ndio chama ambayo itatujenga. Ati ukiona Kalonzo unaona Wakamba peke yake. Sonko ukiona umeona Wakenya. Ukiona Sonko umeona taifa la Kenya. Kwa sababu anajenga Kenya anajenga chama kwa misingi ya jamii yote. Wiper ni chama kingine ndogo. Hata ukiuliza Wiper, maendeleo gani umetufanyia? Jela. Sasa kama nyinyi mnataka jela. Na waibi. Nyinyi mnataka jela Wakamba. Mnataka jela, mnataka maendeleo. Mnataka jela maendeleo. Maendeleo ni Mike Mbuvi Sonko. Asante sana, Mungu awabariki.